Niaba ya hospitali ya Benjamin Mkapa, uongozi wa hospitali pamoja na wafanyakazi wote, pamoja na Margaret ambaye ni mfanyakazi wa Benjamin Mkapa, tunawapa pongezi sana Afya Ustawi Foundation kwa hichi wanachokifanya. Kama ilivyo kwenye kila kitu kwenye afya, mahitaji ya kuwapa matibabu watu kama hawa ni mengi mno. Lakini tu kwa kifupi, hospitali ya Benjamin Mkapa ni hospitali ya rufaa ya kanda ambayo iko mbioni sasa kuwa hospitali ya taifa. Na tumeona pale changamoto yule mama wa kwanza aliyokuwa anaipata kumtoa mtoto wake na kumpeleka Muhimbili. Labda na mimi kaniambia MC, utanisamee kidogo niongee kidogo, kwamba labda kwa sababu ya kutokuelewa, mimi kama mtaalamu kwenye maeneo ya watoto hapa, kwa sababu wanapata athari za ubongo, na baadaye wakati tutakuja kuongea sasa ndio tutaongea kwenye mambo ya kitaalamu. Lakini hospitali yetu hii ya kanda, hospitali ambayo ya serikali ya kanda, ina matibabu ya hawa watoto kwa tiba jumuishi ambayo tunaita multidisciplinary team, kwamba unaona kuna madaktari wa watoto ambao wote wanahusika na kutibu watoto hawa, kuna madaktari wa ubongo, kuna madaktari wa uzazi na magonjwa ya kina mama, lakini kuna physiotherapy au wanaofanyia mazoezi ya viungo, tuna speech therapies ambao wanafunza kutamka au kuongea, lakini pia tuna idara ya ustawi wa jamii. Kwa hiyo zote hizi zinashirikiana kutoa matibabu kwa watoto hawa. Kwa hiyo ni sehemu pekee labda katika nchi, katika hospitali chache, ambayo huduma zote hizi ziko kwenye hospitali moja. Maana sehemu nyingine utakwenda, utaambiwa hichi kiko hapa, lakini kingine uende sehemu nyingine. Lakini hospitali ya Benjamin Mkapa ina huduma zote hizi, pamoja hata kutibu zile complications watoto wanazopata. Umemsikia yule mama mwingine anaeleza kwamba mtoto anakuwa anapata kifafa. Sasa sisi tunazo mashine pale zote alizozisema ziko pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa majina naitwa Margaret Raphael Imam, ndio kiongozi mkurugenzi wa taasisi ya Afya Ustawi Foundation. Afya Ustawi Foundation ni jukwaa la kujitolea kuwezesha familia zenye mahitaji maalum, hususan kwa mkoa huu wa Dodoma. Jukwaa hili lilianzishwa na mimi Margaret Raphael, ambaye ni physiotherapia hospitali ya Benjamin Mkapa Hospital. Safari hii ilianza baada ya uzoefu wa hospitali mbalimbali. Nimelelewa na taasisi mbalimbali ambapo ningependa tu kuzitambua na kuzishukuru kwa malezi haya, mpaka leo na mimi nimetoka kuanzisha Afya Ustawi Foundation, ikiwemo hospitali ya CCBRT na pia hospitali ya Benjamin Mkapa ambayo mpaka sasa nipo. Uzoefu huu ulitokana na kazi na jitihada kwenye taarifa zinazosisimua na kugusa mioyo ya watu mbalimbali kutokana na changamoto zinazowakumba watoto hawa wenye utindio wa ubongo. Kutokana na changamoto hizi zilizokumba familia hizi, kupitia Afya Ustawi Foundation tumekuja na mpango mkakati wa kutoa elimu juu ya masuala haya ili iongeze nia njema mioyoni mwa watu waweze kuchangia kuwafikia mahitaji ya watoto hawa wenye mahitaji maalum. Tunafahamu kwa uchache utindio wa ubongo ni nini? Utindio wa ubongo ni tatizo la neva lisiloendelea linaloathiri mijongeo, mikao na misuli. Nadhani baada ya hapa wataalamu wataeleza zaidi nini maana ya utindio wa ubongo. Mtaweza kupata picha zaidi. Maana wengi wana fikra tofauti na maneno ambayo kwa sasa hatuyatumii tena, labda wataalamu watayaongelea. Lakini mtapata uelewa utindio wa ubongo ni nini na namna gani nzuri ya kukabiliana nao na kuzidi kupata huduma za utengamao. Tafiti zinaonyesha kuwa kimataifa imekadiriwa kuwa watu
bilioni 1.2, sawa na 16%, wanaishi na ulemavu mkubwa. Hizi ni tafiti kutokana na Shirika la Afya Duniani WHO. Kulingana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 nchini Tanzania, takribani watu milioni 7 ambao ni 11.2 wanaishi na aina fulani ya ulemavu. Chanzo ya takwimu hizi ni kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Na kama haitoshi, kwa mujibu wa takwimu kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, inaonyesha kuwa hali ya utindio wa ubongo ni sababu ya pili inayoongoza kwa ulemavu badala ya maumivu ya mgongo. Takwimu hizi hazihusiani na Mloganzila, ni Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, kwamba wa kwanza kutoka maumivu ya mgongo kuleta ulemavu inafuata hii hali ya utindio wa ubongo. Dodoma ni mji mkuu. Dodoma ni mji mkuu na inaripotiwa kuwa moja ya vyanzo vya chini vya maisha na uzalishaji wa mapato. Pia Dodoma ni mmoja ya mkoa ambayo bado wanaishi kwa kiwango cha chini cha mapato. Hizi ni kutokana na takwimu kwamba wastani wa pato la mwananchi kwa bei ya soko kwa mwaka ilikuwa ni shilingi milioni 1,756,158, milioni 1,756,158. Chanzo ni ripoti ya utendaji wa kiuchumi wa kanda iliyounganishwa na Benki Kuu kwa robo inayoisha September 2024. Kwa hizi tunaona ni kwamba ni just recent data, ni taarifa ambazo sio za zamani. Utengamao, huduma za utengamao zinahitaji kuongezwa nguvu na jitihada ili kufikia watu wengi zaidi na kuboresha maisha yao licha ya ulemavu walionao. Kwa sababu kama mtu ameshapata hali hii ya ulemavu, je, tutaishia kumwacha hapa? Hapana. Kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukafanya na kumweka jumuishi kwa upendo na akaweza kufikia maisha ya furaha kama sisi wengine, na anaweza akazidi kuchangia na yeye kwa kuchangia kipato cha serikali au asiweze, lakini ni haki yake, ni haki za kibinadamu kulinda na kuwatunza na kuwahusisha kwenye jamii. Ni haki ya msingi ambayo hatuwezi kuwanyima na hatuna budi kuwapatia na kuwafurahia na kuwapenda.